huyu Yesu vizazi na vizazi. Tunaomba sifa na kupa utukufu Mfalme.
Nalimini jina lako Mungu wa milele. Natukuza jina lako mfalme wa wafalme. Asante kwa sababu ya neema na rehema zako. Asante kwa sababu ya ukuu wako. Asante kwa sababu ya uaminifu wako Mungu wetu. Jina lako libarikiwe, jina lako jina lako lipewe sifa, jina lako lihimidiwe mfalme, jina lako liabudiwe mtakatifu. Asante maana umekuwa kimbilio letu, umekuwa msaada, umekuwa rafiki Bwana, umekuwa tumaini, umekuwa mwamba, nasi tunaregeza sifa, alama na utukufu wako Mungu wetu. Asante maana umetamalaki, asante maana umetukuka, asante maana wewe ni ngao, wewe ni kimbilio, wewe ni msaada wetu Bwana, unapatikana wakati wa kuhitaji kwetu. Asante maana ufananishwi, asante maana ulinganishwi Baba, wewe ulinganishwi mfalme wa ajabu, sifa ni zako na utukufu mfalme. Asante Jehova Shalom, asante El Shaddai, asante mkuu wa majeshi, asante Jehova, ninakubariki, ninakutukuza. Himidiwa Simba wa Yuda, tukuka mfalme wa wafalme, abudiwa mfalme, katika jina la Yesu. We love you and we worship you. We honor your name, O God. We glorify your name. We exalt you, dear Lord. We acknowledge your preeminence, our Redeemer. Thank you, King of all glory. Thank you, everlasting. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, our Father. We bless your name, O Lord. We bless your name, our Father. We bless you, King of Kings. We bless you, everlasting God. We declare your love, O God. We declare your praises, our Father. We declare your love, God. And we adore you, our Father, because there is no other God. You are the King and God of our glory. Umetawala na umetukuka. Umependa makuu mfalme. Uaminifu wako tumeuona. Jina lako litukuzwe na jina lako libarikiwe milele. Katika siku hii ya leo, uinuliwe kwa yote umeyatenda, uinuliwe kwa kipindi cha sifa. Utukufu Bwana kwa sababu ibada ya kuabudu. Asante kwa sababu ibada Bwana yakaa katika maisha yetu. Siku na tunakubariki, na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Asante tuseme amina. Amen. Tunasifu na kuabudu. Mungu awabariki sana, Mungu awatende mema. Na shukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo umetupa tena kukutana katika uwepo wake. Na kwamba utupe nafasi uweze kusaidia watu wawili wakaribisha katika ibada ya leo. Ndiye Bwana awabariki kwa sababu ya kuchukua kushiriki na hii. Na Bwana awatende mema kwa sababu ya kuona hapa ndipo mahali pako pa kuabudia. Najua si kitambo ufike kwenye hii kanisa, umepita makanisa mengi njia barabarani, umepita mialiko mingi, lakini Bwana amekujalia, umechagua kushiriki hapa. Heshima hiyo umeitenda, naye Bwana akakutumikie katika jina la Yesu. Amen. Amen. Huo uamuzi ambao umeufanya, Bwana akauheshimu, kutende mema. Jina la Bwana litukuzwe. Ninafurahia Bwana kwa sababu ya siku hii ya 14 katika mwezi wa 6. Bwana amekuwa mwaminifu kwetu, amekuwa mwema, amekuwa rafiki wa kweli. Asubuhi ya leo naomba unapoketi umepone mwake Bwana, ukafungue moyo wako kuweza kupokea kusudi la Mungu. Hakika Mungu amenipa ujumbe ambao niwapeke, sijawahi kuhubiri maisha yangu ujumbe huu. Amen. Amen. Kuna ujumbe unasikia nishaenda na Bwana akakupa na njia mpya, lakini huu kwangu ni mpya kabisa, sijahubiri wakati mwingine. Na ujumbe huu nimekupatia title mbili ambapo utazielewa ninapoendelea, na unaongea kuhusu the self-worthy. Self-worthy si kujidhamini, si vile kujidhamini, hapana. Naongea habari ya dhamana yako. Amen. Ili kwa Kiswahili uelewe, nasema dhamana yako. Amen. My worthy, self-worthy. Ama kwa lugha nyingine nikawaita, kwa Kiingereza nikawaita my divine worthy. My divine worthy. Kisema divine worthy nataka kusema namna gani? Ninayestahili kimungu. Yaani mimi ni nani kwa mtazamo wa Mungu. Amen. Hilo leo tutaangazia mwisho wa ibada hii. Bwana anataka ujielewe, ujitazame, ujione kama unavyokuona. Hilo ni dhamana. Amen. Dhamani yako, si dhamana, dhamani yako, dhamani, value yako, worthiness, kukubalika kwako. Jina la Bwana utukuzwe. Kuna mambo kadhaa ukiyajua
yatakusaidia kuyaona. Na ningependa tuanze na wewe katika kitabu cha Methali 23 mstari wa 7. Proverbs 23 and verse 7. 23 mstari wa 7. Ili tunapoendelea na andiko hili itaandika kwako vyema. Maandiko inasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo nafsini mwake. Akwambia hayo, narudia, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akwambia haya, kula kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Jina la Bwana. Kwa hivyo dhamani yako haitokani na vile watu wanavyokuambia, inalingana na vile wewe unavyojiona. Hilo ajionavyo mtu ndivyo alivyo. Kitabu cha Hesabu 13, Hesabu 13:33, Numbers 13:33. Hii ni historia ya wakati Musa alipowatuma wapelelezi waende wakati Mungu anayowapea. Na mimi nasoma mstari wa 33. Kisha huko ripoti ambao wapelelezi wameenda, wapelelezi 12, mstari wa 32 nasema, wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza, nchi inayowala watu, na watu wote walituona ndani yake, watu wote tuliowaona ndani yake ni watu walevu mno. Kisha huko tuliwaona Wanaibeli wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanafeli, tukajiona nafsini zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona. Jina la Bwana litukuzwe. Nimesoma vifungu viwili nijenge ujumbe huu. Methali 23:7, jinsi ujionavyo mwako ndivyo ulivyo. Hawa walitumwa wakapeleleze ile nchi Mungu anayokusudia kuwapa. Na wale 10 walipokuja wakaambia wana wa Israeli, ni kweli tumeingia hiyo nchi, lakini tumewaona Wanaibeli. Na sisi machoni mwao, si wao walituambia, sisi machoni mwao tulijiona kama panzi. Na kwa sababu hivyo ndivyo tulivyojiona wakatuona hivyo. Hiyo nchi ina watu wanafu. Hivyo ndivyo tulijiona. Lakini kumbuka, hawasemi hatu kama wameliwa. Na kama wangekuwa wameliwa, hawangekuwa pale wakitoa ripoti. Sisi na Bwana litukuzwe. Hivyo vile walivyoona mambo mioyoni mwao, ikawa ndivyo wanavyoongea. Unajua wewe unashuhudia lililo moyoni. Na ndivyo tunasema aliye na maana na ushuhuda, kwa sababu yuko moyoni mwako. Katika wingi wa moyo kinywa kinanena. Hivyo ukiwa kimya hatujui uko ndani kuko vipi. Lakini ukiongea tunajua unakasirika. Ama ukiongea tunajua una furaha. So ukikaa kimya, niliandika wiki nikasema kuwa kimya si ujinga ama kuwa mnyonge. Kunyamaza kuwa kimya ni hekima. Amen. Usimuone mtu mkimya ukafikiri mnyonge. Kuna watu ukimya chao ni hekima. Maana unapoongea unajulikana kusoma kwako ama kutosoma kwako. Ustaarabu wako, kiwango chako, unaweza kuwa mkimya na watu wasijue ni vipi. Amen. Lakini muda tu utakapoanza kuongea, watu wanakuelewa. Amen. So hawa wana wa Israeli wapelelezi na ndio walikuwa wamechaguliwa katikati ya watu, waliongea aliyokuwa moyoni mwao. Kumbuka mwezi huu wa 6 tunaongea kuhusu kuingia katika pumziko. Entering into the rest. Huwezi ingia katika pumziko usipokuwa na uhakika wewe ni nani. Amen. Ulimwengu unatutafsiri kulingana na uwezo wa vitu. Na unasikia mtu akiniambia akisema my net worth ni milioni 20. Hata ukiandikwa kwa serikali unaambiwa udeclare your wealth. Useme kipato chako. Ili by the time utatoka huko waangalie kama umewaibia. Lakini ukweli ni kuwa wanasema hivyo na wakiingia wanapora mara 3 ya hiyo. Kwa sababu mtu anaweza hasemi lililo moyoni, anasema vile vile. So wanasificha zisionekane. Leo naongea habari ya kuna siri ikiumbika ndani ya moyo wako. Kuna jambo ikiumbika ndani ya maisha yako, litabadilisha. Amen.
Hawa walikuwa na hizi vyombo tangu jana ajuzi. Na hivyo ndio nakwambia jinsi kufahamu kwa mambo kulivyo. Amen. So naomba uendelee kufuatia kwa Biblia yako. Jinsi unavyojiona wewe. Ukiwa na poor self image inazaa a negative perspective. Amen. Ukiwa na mtazamo kinyume kujihusu, ukijiona haufai wewe, yumbike ndani yako si sahihi, hata kufanya lipi hatuwezi kufanya wadhamana. Hivyo hata tukijaribu kuchochea, kitu cha kwanza ni Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Sema tusome Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na kamilifu. Fanyweni upya nia zenu. Don't be conformed to the pattern of this world. Msifuatishe namna ya dunia hii. Asubuhi ya leo umeketi kwenye ibada hii, nataka niseme ya kuwa perception concerns yourself develops a positive attitude. Negative perception produces a negative attitude. Jina la Bwana litukuzwe. Hiyo wewe ni matokeo ya jinsi unavyojiona. Ndio Wakorintho wa 2:5-17 inasema mtu akiwa ndani ya Kristo, 2 Corinthians 5:17. Ukiwa ndani ya Kristo mambo ya kale yanapita, yanakuwa mapya. Usiona katika upya wa Kristo utaishi na mizigo ya kale. Amen. Na wana wa Israeli walikwama sana jangwani ni kwa sababu hawakujiona katika kile Bwana ametenda ndani ya maisha yao. Walijiona katika kinyume. Amen. Kumbuka katika Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7, wakati Mungu anamchagua Daudi, aya alisema yeye Mungu haoni angazani mambo kama wanadamu. Samueli wa kwanza 16:7. Leo kabla hujaenda kuhubiria mtu mwingine, unajiona namna gani? Dhamani yako, value yako. Maana our identity, kutambulika kwetu, our identity should be on how Christ sees me. Vile Mungu anavyokuona, anakuona namna gani? Maana unapojua, unapoelewa, unapojiona, vile kuona inabadilisha maisha yako. Jina la Bwana litukuzwe. Muujiza mkuu, the greatest miracle. Muujiza mkuu katika maisha ya mtu ni kujiona vile Mungu anavyomuona. Kile kinafanya uone tunajaribu kujipaka vitu na kufanya vitu ambavyo vya gharama kwa maisha yetu, ni kujaribu kujieleza, tunajitafuta, tunataka tuonekane hapo. Lakini naomba fanya juhudi ujitambue ndani ya Kristo. Your identity in God. Na kuna andiko linalibariki sana linaloongea wewe kuhusu identity yako. Psalms 139 verse 13 and 14. Zaburi ya 139 mstari wa 13 na 14. Kwa wakati iwapo Mungu atakujalia utaki kujifahamu vyema. Najua mwimbaji wa Rehema akasema nataka nikujue, nikufahamu vyema, nafsi yangu inatamani. Haya maneno ni mazito sana ndani ya mtu. Maana ukianzia kabla hujasoma mstari wa 13, mstari wa kwanza katika Zaburi ya 139 anasema, Bwana umenichunguza na kunijua. Mstari wa pili anasema, wewe wajua kuketi kwangu, kuondoka kwangu, umelifahamu wazo langu toka mbali. Hayo ndio anayasema Zaburi ya 139 mstari wa kwanza na 2. Yaani kuketi kwangu na kujua, kuwaza kwangu na kuona. 3 akasema umepepeta
kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa njia zangu zote, maana hamuna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa Bwana. Umenizingira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako. Sasa twende 13. Kenda mstari wa 13 wanasema, maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu, uliniumba tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, nafsi yangu yajua sana. Huyu ni mtu ambaye amejipeleleza, amejichunguza, na sasa amejua thamani yake ndani ya Kristo. Amen. Daudi haongelei kuhusu nina gari. Unajua leo watu wanatambulika na ile gari anaendesha. Leo watu wanajitambulisha na zile nguo wanafaa. Leo kutambulika kwa watu ni zile nyumba wanazoziishi. Na sisemi zinashinda kuishi hao maisha, lakini wacha nisitambulike juu ile security inanizunguka. Anointing yangu isijulikane na ile gari ninaloendesha. Nasikia mtu akiwa anaendesha gari gani? Anakaa mtaa gani? Yaani ukisikika tu mtaa unakaa, watu wanajua, wanaanza kuonyesha kiwango chako. Amesoma mpaka wapi? Nataka kuendeleza, nataka niseme naitwa Dr. Bishop James Mugwa. Nataka nianze hilo title kusudi i-create ile picha mimi ni nani. Hallelujah. Yaani maana natafuta kile kitaeleza mimi ni nani. Lakini Samson anasema tumeanza Samueli wa kwanza 17:7 anasema God does not look at these people, look at. Wakati wanadamu wanaangalia thamani yako, value your worth na vitu ulizonazo, Mungu anaangalia moyo. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Wakati mtu anaangalia ukubwa wa kanisa na wingi wa watu, Mungu haangalii na umati, kwa sababu umati unaweza kuwa ni mwingi lakini haumtukuzi yeye. Ndio akasema panapo wawili au watatu. Amen. Maana yeye haangalii idadi. Na ukitaka kudhibitisha ninakwambia Injili ya Yohana mlango wa 4. Yesu alidhamini ibada yake na mtu mmoja mwanamke na akamhubiria kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 7. Yule mama kukaubika kitu ndani yake. Ijapokuwa alikuwa na wanaume wanne ndani ya nyumba. Ukisoma mstari wa 28 Injili ya Yohana 4 mstari wa 28, 29 na 30. Yule mwanamke akauacha mtungi wake akaenda zake mjini akawaambia watu. Bali imeanza mstari wa 29. Njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Inawezekana kuwa huyo ndiye Kristo. Mstari wa 30. Basi wakatoka mjini wakamwendea. 31. Wakametoka sasa katika mji. Huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, Rabii, endelea. Ule mwanamke akawaambia, mimi ninacho chakula nilichokijua ninyi. Jina la Bwana litukuzwe. Naongea habari ya value, dhamana. Huyu mama ijapokuwa alienda majini kuteka maji akiwa moyo wake unajijua yeye ni nani. Lakini kuna kwa nukta tu, kwa majadiliano, mazungumzo kati yake na Yesu. Mstari wa 4 hadi wa 7, nipe maji. Mwanamke anamwambia, wewe ni Myahudi, mimi ni Msamaria. Sisi hatushirikiani na nyinyi. Yesu anamwambia ungejua, anayekwambia ungeniomba maji. Mwanamke anamwambia, wacha nikwambie, sisi tuna kisima tulichimbiwa na baba yetu Yakobo. Wataka kuniambia kwa na maji bora kuliko haya? Kwa sababu amechoka kwa safari yake akaketi hivi kisimani. Hapo ndipo Yesu wao wanazungumza na yeye muda ya saa 6. Lakini nasema yule mama akaanza sasa kujipima, kujiona kulingana na vile alitoka kwake nyumbani. Akakubali hata paskale yangu iondoke. Akasikiza maneno aliyopewa na Yesu. Na kutoka hapo akaona thamani yake. Na the moment utakapoona your value, your worthiness, utafanya kazi ya Mungu kwa utofauti. Amen. Utaishi ya maisha kwa ujasiri na utaingia katika pumziko linalozungumzia. Tutaacha kungana watu wanafaa nguo ya kubana, wanafaa nguo
kwa nafasi manangia, akitajaribu kung'ang'ana kutafuta kufaa kwake, akijaribu kutafuta kutoshea. Amen. Akitafuta kujaribu value yake ionekane. But the book cover, you are divine worthy. Yaani yule wewe uliye ndani ya Kristo. Waefeso 2:10. Hivi ndivyo maandiko tunang'amua, tunababanua, ninakutafuta katika maandiko. Ninakusaidia kujiona vile Mungu anavyokuona. Amen. Ukitoka katika ibada hii, utoke ukiwa na mtazamo mpya wa yule wewe uliye ndani ya Kristo. Mimi ni ndani ya Kristo. Maana tukazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Jina la Bwana litukuzwe. Wewe uliumbwa ndani ya Kristo. Hivyo kuja kwako duniani haikuwa ni bahati mbaya. Hauko ndani ya kanisa hili kimakosa. Kinachosababisha Mungu akuhifadhi mpaka leo ni kwa sababu kuna kazi alikukusudia kabla hujakuja duniani. So nataka nikukumbushe leo kupitia Roho wa Mungu ya kuwa uko hapa utimize jambo la kiungu. Atukuzwe Mungu. Umenunua shamba, atukuzwe Mungu. Umejenga nyumba, atukuzwe Mungu. Umeanzisha biashara, atukuzwe Mungu. Lakini katika mambo hayo umeyakamilisha, je, utatajwa ya kuwa kile Mungu alichokuleta duniani ufanye umekifanya? Maana hiyo ndio itakao hesabu katika ufalme wa mbinguni. Kuna hadithi katika Injili. Mtu mmoja aliyekuwa amefanikiwa na akaona dhamana yake kwa vitu vya duniani. Kaona value yake. Akajiambia vitu walizonazo. Na akajiambia na akaambia wenzake, sasa kwa sababu nimefanya vyote na sasa nimefanikiwa, mimi na keti sasa nistareheke. Na nikule jasho yangu. Siku hiyo akaambiwa, mpumbavu wewe, leo nataka nikwambie dhamana yako haitokani na hizo vitu ulizonazo. Dhamani yako si kile umefanya. Na kwa sababu hiyo nakutaka leo. Self-worthy or my divine worthy? Yule mimi niliye ndani ya Kristo. So unapoangalia hiyo Waefeso wanasema wewe ulio ndani ya Kristo. Sasa tunalalamika tunasema mtu anaongea lugha hii. Unajua ni Mungu alichagua uzaliwe kwenye hiyo lugha unaongea. Amen. Amen. Na ukijijua wewe ni ndani ya Kristo, kwani ni rais gani wa Kenya? Maana siongea mataifa mengine. Ni rais gani ama rais wetu wa kwanza katika jamhuri yetu angelikuwa na uwezo gani wa kuleta makabila 42 Kenya? Rais wa Somali angelikuwa na uwezo gani wa kuleta watu hata ni mbali mbili? Tanzania, Somalia hakuna lugha mbili, ni mbali tu, mbali mbili tu, na zile zinapigana. Lugha ni moja lakini wao ni mbali mbili. Mbali tu. Na hiyo ndio shida yao. Sisi ni kabila 42 na maana hata wa Makonde sasa wamepewa kwa kabila Kenya. So tuko zaidi ya 43. Ni kwa Mungu alituweka hivyo. Na akasema nyinyi mtaongea Kijikenda mtakaa Pwani na mtakuwa na majirani mtaita mji wa 10 wataongea Kitaita. Mkitoka hapo mtashikana na wengine wataitwa Wamasai wataongea hivyo na wapande wengine na Wakamba. Akitupanga kama yeye. Amen. Amen. Na akatuweka Afrika na ngozi yetu iwe nyeusi. Akaweka wengine nchi nyingine akasema nyinyi mtaongea lugha mbili. Na yeye hamtakuwa na lugha za kibinafsi, mtakuwa na lugha itajulikana na watu wote. Unajua Wasungu hawana lugha nyingine. Unaweza wasengenya tu maana wanajua Kizungu tu, hawana kitu kingine. Sisi hapo wengine wetu kama mimi tunaweza ongea Kikamba, ongea Kingiriama, ongea Kiduruma kidogo, ongea Kikikuyu, ongea Kiswahili. Mungu akachagua. Wewe unatamani kuwa Msungu lakini anaongea lugha moja tu na unaijua. Wewe unaweza ongea yako na asishike, lakini uone huo utajiri wewe. Sisi hapo hiyo neema. Amen. Amen. Tunaweza ongea hapo hapo
Yeye hawawezi wakakusengenya kilugha, maana hiyo Kizungu yao utasikia. Lakini mnaweza mkaongea yote yeye mnazijue. Na hatuone hiyo dhamana ukimwangalia kila siku kana kwamba alibahatika kukushinda. Asubuhi ya leo kuna mambo yatakupatia kupumzika, yatakupatia amani maishani mwako unapojua thamani yangu. Kuna mwimbaji alisema thamani ya wokovu wangu. Mathayo mlango wa 10 mstari wa 29:1. Mungu anataka anakusaidia, anakupatia picha ya ndege anaitwa shomoro. Kiingereza anaitwa sparrow. Na katika Mathayo chapter 9 tutasoma verse 29 through that 1 na usikie kile Mungu anachoongelea kuhusu watu wake, value yao, dhamana yake, vile anavyowaona, their worthiness. Verse 29, that's what I'm waiting for. Matthew chapter 9 and verse 29 through 31. Ndipo alipowaguza macho akasema, kwa kadri ya imani yenu. No, chapter 10, chapter 10. Matthew chapter 10 verse 29. Thank you. Je, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja? Wala hata mmoja haanguki chini asipojua Baba yenu. Inaongea, wacha nitumie lugha ndio uelewe. Shomoro ni aina ya ndege. Na siku nyingine nimesema unaweza fikiria una ushipafu wewe wa kulea. Ukiwa na panda, unawaleka wale ndege. Lakini Biblia inasema wewe una ushipafu wowote. Kama bingwa haijaruhusu mlenge, utaachilia lakini humpati. Utashinda ukirusha na haupati mpaka bingu yaue huyo ndege umlenge. Sasa Mungu anasema hivyo ninavyolinda ndege au anaitwa shomoro ambaye haezi akaanguka kama mimi sijapanga. Lakini nyinyi hata nywele za vichwa vyenu nimezihesabu ama nimezihesabu zote. So ile kitu kinamtanganya. Fear you know but the very hairs of your head are all numbered. Zimehesabiwa nywele zote za kichwa chako. Imagine sisi zote tuko hapa. Mungu tukamuuliza tuna nywele ngapi? Sote anaweza tuambia, hivi wewe unaona kichwa changu kimejaa nywele, chako kimejaa. Lakini anajua idadi yako na anajua idadi zako. Amen. 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 Yaani Mungu aliamua challenge hekima yangu na akili yako, akwambie siongei kuhusu kucha, siongei kuhusu nguo zako. Wewe leo ukitaka kuongea utajiri wako, nina magari matatu, nina ploti 10, nihizi kwa bei, lakini Mungu anasema mimi ninakujua nywele. Idadi ya nywele za kichwa chako. Na wewe unadhani yangu unajijua. Una miaka 40, miaka 50, una miaka 60 kama wengine wetu. Lakini mpaka sasa hujui nywele zako ni ngapi. Lakini Mungu anakuambia naijua idadi. 31. Msiogope basi, mbona nyinyi kuliko msiogope basi, mbona nyinyi kuliko mashomoro wengi. Fear you know, therefore you are of more value. You are of more value. Tunaongea our self-worthy or our divine worthy. Dhamani yetu. Si dhamana wewe huwezi nunuika. Na in fact hata dhamana yako ilikuwa ni damu tu ya Yesu ingekukomboa. Lakini kabla hujajua dhamana, kuna sijui kwa nini Mungu aliniongelesha hivi. Sometimes kuna wakati nilikuwa na chini. Sijui kwa nini Mungu alinikumbusha jambo nikiandaa ujumbe. Na nilisikia uchungu moyoni mwangu. Hiyo chini nilikuwa nauzanga nguo za mitumba. Nilikuwa nimeitoa kwa jacket ya mtumba. Nilikuwa nafanya biashara ya kuuza nguo Kikomba. Sasa hiyo chini nilikuwa nimeivaa, siku moja mtu akaniambia nimuuzie. Na nikatoa akaifanya hivi. Alipoifanya hivi, akaniambia nimuuzie. Kaambia basi nunua. Akaniambia nitakupatia, sikumbuki idadi kabili, lakini kama niambia nitakupa 1500. Hii nikaona ni pesa nyingi sana. Sasa hii kitu ni ya maana gani? Nimetoa kwa jacket. Nikampa. Yule mtu
Ile pesa nilimwambia hata hakunipa hiyo, aliniongeza 500 juu ya hiyo pesa. Na nikampa akaenda. Sasa juzi nikitayarisha ujumbe, Mungu akaniambia sikujua dhamani ya ule mkufu nilikuwa nao. Mimi sikujua. Maana yule mtu alikuwa anasogea, alinisihi sana nimuhusie. Alinibembeleza sana. Na mimi sikuwa naona dhamani yake. Maana nimeitoa kwa jaka wa mtumba. Sasa nikaiweka na hata sinaga maji ya mabling. Sasa kama ameamua nipe pesa silichukue. Sasa juzi nikajiuliza kama huyu mtu anaweza kukutana na yeye, hata kama hatanipa kitu aniambie dhamani ya ule mkufu ilikuwa pesa ngapi. Sasa nikawa natayarisha ujumbe nikasema nikiniambia kama nilikuwa najiambia ama ujumbe ulikuwa unanijia. Ni kitu ilikuwa ya dhahabu. Lakini sasa mimi sikujua. Ile niliponyoka hivyo hata leo sijui ilikuwa dhamana yake ilikuwa kiwango gani. Amen. Unajua usipojua dhamana ya kitu huwezi jua hata gharama yake. Amen. Usipojua dhamani ya kitu huwezi jua gharama. Ukiona mtu anacheza na wokovu, unapewa chance ya kutumika ndani ya kanisa, kama unanisaidia sana. Yaani unaona kama kwamba ni mimi unatetea advance unaniadvance unanitendea wema. Excuse me. Siku utakapojua dhamani ya hilo jambo. Leo nilishia kitu na pastor. Tukitoka church na huduma nilikuwa nafanya mahali. Late hours na nikaenda na baada ya kurudi nikamwambia. Na akaona. So unapojua dhamani ya kile unachotufanya kwa Mungu, dhamani utaiona. Wewe unaweza kuwa hima wewe uko hapa mtu akuja akwambia ni uzee. Maandiko inasema ufalme wa Mungu ni kama mtu uza shamba lake akaenda mbali. Unakuta umekalia almanzi na hujui. Nasikia hapo sasa tutaita kuna mawe fulani. Wewe kwa sababu hujui dhamani ya mawe, kuna watu wametajirika kwa kuuza hiyo mawe. Anaweza kuwa ni kajiwe kaleo kama haka, lakini hujui dhamana yake. Na kwa sababu hata ukiamua shilingi 10 unapeana, hata mwambie sichukue tu. Maana haujui nini unacheza nacho. Amen. Baadaye nitashare na nyinyi siku nyingine hata kama si leo. Kitu ambacho Mungu amefanya kupitia baada ya kuelewa ujumbe huu nilipokuwa najitayarisha. So nasema poor self image. Usipojiona vile Mungu anavyokuona. Usipojielewa kama vile Mungu anavyokuelewa. Usipoanza kuona maisha yako vile Mungu anavyoyaona. Utakaa maisha ya utumwa, young people. Unajua kusema 23:7 sisi kujionavyo moyoni. Si vile watu wanavyokuambia. Leo kuna watu wanatembea na unyonge sana kwa sababu ya kile watu walisema. Watu walikusemaje? Lakini maandiko inasema vile unavyojiona moyoni wewe. Attitude ya maisha yako inachangia kutoka hapo. Nabisheni microphone. First Peter chapter 2 verse. Waraka wa kwanza wa Petero. Chukua ile weke beti mpya. Waraka wa kwanza wa Petero mlango wa 2 mstari wa 9. Bali nyinyi ni uzao mteule, ukuhani wa kiufalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake. But you are a chosen generation, a loyal priesthood, a holy nation, peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Unapojielewa kama a peculiar person, mtu mteule, umeteuliwa na Mungu. True self-worth is not based on human achievement. It is not based upon human achievement. Sio kulingana na mafanikio ya kibinadamu ama vile your status, appearance of your status. But it is your unique identity that in Christ, or the unique identity that Christ created in you. Watu tumeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kupendeza. Ulimwenguni kuna watu wanakaribia tuseme milioni 8. Asante. Bilioni 8. Lakini katika bilioni zote 8
Hakuna mtu anafananisha kidole gumba na mwenzake. DNA yangu ni ya watoto wangu wana DNA yangu, wana sura, wana masikio yangu, wana sisi, lakini ukweli ni kuwa kila mmoja akiweka kidole ana kidole tofauti na mimi na kidole tofauti na mwingine wowote hivi. Dunia yote, si Kenya, ulimwenguni kote hakuna mtu mnafananishana, mnalingana anafanana na wewe katika kidole gumba. Dunia yote. Hivyo ndivyo wewe umeumbwa kwa njia ya kipekee na Mungu. My God. Hivyo ndivyo wewe ni special. Amen. Na hivyo ndivyo Mungu anataka ujitambue. Ndio maana ukichukuliwa vidole zinakutosha wewe. Pili, wanangu, wale mnasoma, my sons and daughters, dokumenti zako za shule hasiwezi saidia mtu mwingine. Elimu yako ni yako. Ndio maana ukifa nisikwe tu na masateliketi zangu, maana hasiwezi kuweza kazi nazo mahali. Kitambulisho changu hakiwezi kusaidia mahali. Ndio maana nikifa hamuna haja ya kitambulisho, nisikwe chache tu uchukue death certificate, kitambulisho wachukue. Hakina maana tena, hakiwezi saidia mtu mwingine. So ukijitambua ndani ya Kristo, utajua hata hiyo mahali unalinga nayo ya dunia si yako, maana utaenda nayo popote. Hakuna kitu cha duniani nitaenda nacho. Mwanza boda gari uweke kwa kaburi, nienda nayo. Wacha gari, anga hizo nguo. Utanunua nyingine ya kuzikwa nayo, viatu wa wanyanya wote. Watu wanasema kwambia alikuwa anafaka hii alimwakanyana hii alizaa. Ni kweli wanakulilia, lakini wanalenga nguo zako, watu wako wanailenga. Amen. Na wengine hata huenda kotini saa hiyo wakitaka kujua ploti inajua nani, shamba inajua nani. Lakini dhamani yako kwa Kristo hakuna mtu utampokeza. Ni yako. Ndio tunaita eternal value. That's your uniqueness. Created and loved by God. There is difference between confidence in life and boasting. Ukijua thamani yako kwa Mungu, utakuwa na shukrani kwa kiburi. Unajua uweza wa kidunia, mali inazaa kiburi. Lakini kutambulika kwa thamani yako kwa Mungu inakufanya ujawe na shukrani. Hallelujah. Tena na Mungu atukuzwe. So wakati unapoenda mbele za Mungu ni kama mtoto amejielewa. Ukifanikiwa kama mwana, ukienda kwa mzazi, uende kwake kumhoga awe mzazi, unaenda kumhudumia kwa thamani ya kwako. Kile kinachofanya usimjibu mzazi wako ni value umemweka. Kuna watoto leo wanaona kama watoshana na mama zao. Kuna watoto leo hawezi kuongeleshwa na mzazi juu ya kujiswii. Lakini ukiona value hiyo ndani yake, na ndio unakuta maandiko inasema ukimdharau mzazi unapata laana bila kulaaniwa na mtu. Amen. Laana inakuja tu kwa sababu umempuuza, umemdharau mzazi, mlango wa laana unafunguka. Unamheshimu mzazi, mlango wa kubariki. Mzazi aongee asiongee, mambo mawili unakutana nayo. Ukimheshimu, baraka ndio hizo. Ukimdharau, laana ndio hiyo. Aseme asiseme. Nakwambia tena, aseme asiseme inakuja. Ndivyo Mungu anavyosema, mkimtii. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza hadi wa 14. Ukimtii Mungu mema yatakuwa. Mstari wa 14 mpaka 60 na ukimkataa kumtii Mungu laana zinakuja. Kumbukumbu la Torati imegawanywa mara mbili tu. Baraka ama laana. So there are tofauti ya when you have confidence in life. Ukijua wewe ni nani ndani ya Kristo, unakuwa na ujasiri katika maisha yako. Ukijijua wewe ni nani kimapato, unaijua na kiburi. Pride inakuja wakati nina kile. So our self-worth should be seen through the eyes of God, our Creator. So dhamani yako. Tunaongea kuhusu enter into the rest. Ni nini kilizuia wana wa Israeli waingie katika pumziko?
mwendo wa siku 40, siku 11 walienda miaka 40. Mwendo wa siku 11 walienda miaka 40. Kwa nini? Hawakuona thamani yao, waliangalia value yao kwa mazingira, na kwa sababu hiyo hawakuingia katika pumziko. When you see yourself as a young person, wacha kusumbuliwa na likes za TikTok, wacha kusumbuliwa na mtandao, wacha kusumbuliwa na mambo ambayo yako nje. Jiulize, machoni mwa Mungu ninaonekana namna gani? Mimi ni nani ndani ya Kristo? Ndivyo Daudi akasema yale mambo nimeongelelea. Jina la Bwana litukuzwe. When you feel good enough or not strong enough, remember who God says you are. Jina la Bwana litukuzwe. Tukijipima kwa mizani za duniani, ukijipima kwa mizani za ulimwengu, kila siku utahisi utostahili. Amen. Amen. Ukijilinganisha na mambo yaliyo duniani, utasikia bado na mapungufu. Na kama utajisikia una mapungufu, utaliingia wenzako, utaona umefika. Amen. Na ndivyo maandiko Yesu akasema, itakufaa nini wewe ukiangalia uone vitu vyote vya dunia unazo na ukose ufalme wa mbinguni? Si kwa sababu Yesu alikuwa na shida na kuwa na mali. Lakini anataka uone hiyo mali ulionao kwa jicho la vile Mungu anavyokuona, kwa thamani ya Mungu. Your value in through God's lens. So, unajua ukifaa miwani sahihi ambao ukifaa kioo chake hapa ni cha green, kila kitu kitakuwa, na ukifaa kama kioo chake ni cha blue, vitu vitakuwa. Ukifaa na miale, vitu vyote vitakuwa red. Lakini nikuulize, je, ni ukweli vitu vyote ni red? Vitu vyote ni blue? Vitu vyote ni green? Ni kulingana na ile miwani umefaa. So ukifaa miwani ya kuona wewe una vitu vya duniani, unaingiwa na kiburi. Ukifani ya kujiona vile Mungu anavyokuona, unazidi kuelekea na unakuwa mjasiri mbele za Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Tuishinde hiyo roho. Self-worth is focusing on value coming from God. Hiyo ndio tunazungumzia, kuona dhamana ulionao itokao kwa Mungu. Achievement, possessions or the name of the others. Divine identity. What is your identity? Tunazungumzia created in the image of God. Kutambulika kwetu ni kwa sababu tuliumbwa kwa sura ya Mungu. That's our divine identity. Our value is inherent, given by Him, not earned. Bwana Yesu asifiwe. Thamani yetu si kwa bidii, si kwa vitu tulizonazo. Thamani yetu, value yetu tulikabidhiwa na Kristo. Ni kama naongea habari kama wokovu. Wokovu si bidii ya mtu yeyote, ni kazi kamilifu ya Yesu. Amen. Amen. Uponyaji si bidii ya daktari yeyote, ni mijereji Yesu aliyopigwa. Kwa mapigo yake tunapona. Amen. Kama vile leo kuna watu ambao katika masomo si wa tajriba. Hawezi kuheshimu yote katika masomo, lakini anaendeshwa na Mungu, ana vitu vya duniani zaidi ya mtu msomo. Ni kwa sababu Mungu, wacha nitumie andiko hili 9 Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Mungu ametuwekea usawa, ametusawazisha, ametuwekea mizani ya sawa. Mhubiri 9:11, Ecclesiastes 9:11. Nikarudi nikaona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindanao katika michezo, wala sio walio hodari washindanao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao, lakini wakati na bahati wapata wote. Kiingereza. I only found that I saw under the sun, but the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet play to the wise, nor yet the riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but triumph and chance happens to them all. Mungu hutupatia wakati na bahati. So, jinsi utakavyojiona ndani ya Kristo, jielewa ndani ya Bwana, inabadilisha jinsi utakavyoishi duniani. Amen. Amen. Jinsi unavyojielewa ndani ya Kristo. Na naomba tuliumike ndani yetu kwa sababu ya wakati umenipita. Maneno yaliyonenwa na mtumishi wa Mungu, mtumishi Paul,
Akasema katika Wafilipi mlango wa 4 na mstari wa 13 maneno haya. Ukitoka kwenye ibada hii na huu ujumbe wako, wewe maneno yako si maneno ya tu, you make it yako. According to Philippians chapter 4 verse 19, utasema kama mjumbe huyo, Paulo anasema mimi kama wewe. Sasa ukisema mimi, nataka ujipoint wewe, sema mimi. Halafu soma hapa, mimi na yaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Mimi na yaweza, si kwa sababu ya elimu, si kwa